Baada ya mbilinge za dabi ya Kariakoo, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imetangaza mfululizo wa adhabu kufuatia makosa yaliyotendeka katika mchezo huo wa watani wa jadi uliopewa namba 054 uliopigwa Machi mosi 2026 katika uwanja wa Aman Zanzibar. Mimi ni ripota wako nahodha wa game, nikiripoti live na direct kutoka Byteview Headquarters. Mwamuzi msaidizi namba 1 Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam amefungiwa kwa muda wa miezi 6 baada ya kubainika kushindwa kutafsiri ipasavyo sheria za mpira wa miguu. Mpanga alikataa bao la Simba SC katika dakika ya 70 akidai ilikuwa offside, lakini tathmini ya video imeonyesha kuwa uamuzi huo haukuwa sahihi. Aidha, mwamuzi msaidizi namba 2 Hamdan Saidi kutoka Mtwara naye amefungiwa miezi 3 kwa kosa la kusimamisha shambulizi halali la mchezaji Prince Dube wa Young Africans katika dakika ya 61 kwa madai ya kuotea. Baada ya hukumu hiyo, wajuvi na wajuzi wa mambo wanauliza ni nini hatma ya kauli iliyowahi kutolewa na rais wa TFF kwamba mwamuzi yeyote atakayeharibu mchezo wa dabi hatofungiwa tu bali pia atapandishwa kizimbani. Hata hivyo, bodi ya ligi imechukua hatua za kinidhamu kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza. Kwa upande wa klabu ya Simba, imetozwa faini kadhaa kutokana na makosa ya kinidhamu na ukiukwaji wa taratibu za mchezo. Kwanza, imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuingia uwanjani kupitia mlango usio rasmi, kinyume na kanuni ya 17 kifungu cha 21. Pili, klabu hiyo pia imetozwa faini nyingine ya shilingi milioni 5 kwa kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 20. Tatu, kufuatia ugomvi na matumizi ya lugha ya matusi kati ya walinzi wa klabu hizo mbili, Simba imetozwa tena faini ya shilingi milioni 5 kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza. Aidha, kuna faini ya shilingi milioni 1 inayomhusu mchezaji wa klabu hiyo David Kameta kufuatia tuhuma za imani za kishirikina kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5. Kwa ujumla, jumla ya faini zilizotolewa kwa klabu ya Simba SC zinafikia shilingi milioni 16. Mbali na faini hiyo, Simba SC pia italazimika kugharamia matengenezo ya mlango wa chumba cha mikutano ya waandishi wa habari uliovunjwa kwa nguvu na walinzi wake. Kwa upande wa Young Africans SC, klabu hiyo imetozwa faini ya shilingi milioni 5 baada ya walinzi wake kuhusika katika ugomvi na kutoleana lugha ya matusi na upande wa Simba SC, kitendo kilichochafua taswira ya mchezo huo muhimu. Hilo ndilo rungu la TFF katika mchezo huo wa watani wa jadi. Je, ni upi mtazamo wako kwenye hili? Tuachie komenti yako hapo chini. Mimi ni nahodha wako wa game na hii ni Byteview TZ. Usiache kutufollow kwenye peji zetu za mitandao ya kijamii bila kusahau kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata update zote kama hizi. Chao.